baba wa taifa la Tanzania, ambalo huadhimisha kila mwaka tarehe 14 ya mwezi huu, ikiwa ni siku aliyofariki dunia mwaka 1999 katika hospitali ya Mtakatifu Thomas pale London, Uingereza. Kuna mengi ambayo kimsingi anahusishwa nayo Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwa wakati huu, ikiwa ni pamoja na maadili ya uongozi wa haki, kupinga rushwa, umoja wa kitaifa na kujitegemea, na maendeleo ya ndani, elimu, msikilizaji, kama nilivyokuwa maendeleo, mchango wake kwa Afrika na kujivua madaraka kwa hiari, jambo ambalo viongozi wengi wanachagizwa nalo. Sasa hapa studioni kwa njia ya simu nimefanikiwa kumpata Jenerali Ulimwengu, lakini bila shaka ni kijana Frederick Mbwambo. Jenerali Ulimwengu anazifahamu vizuri siasa za Tanzania na amekuwa huko tangu ujana wake, lakini huyu Frederick Mbwambo, wakati Mwalimu anafariki dunia, nadhani alikuwa chini ya umri wa miaka 6, alikuwa chekechea. Jenerali, unanisikia wakati huu? Naam, nakusikia uzuri. Habari za viunga vya Dar es Salaam? Salama. Tuanze moja kwa moja. Joto linaanza kupanda kidogo. Naam, najua una mambo mengi. Tuanze moja kwa moja. Nyerere, Mwalimu huyu hayati, amekuwa madarakani Tanzania kama rais kwa takriban miaka 23. Tunaanza na wewe, wakati kijana Frederick akiwa anakusikia, pengine itampa wasaa mzuri wa yeye kutafakari na kutupa zile fikra zake. Wewe ulishuhudia yote haya katika baadhi ya wakati, ulishiriki juhudi zake hata katika ngazi ya chama ukiwa TANU kwa wakati huo, ukiwa kijana mdogo. Una mtazama vipi au unatafakari vipi mtu wakati wake kama Mwalimu Julius Kambarage Nyerere? Asante kwa swali hilo. Nadhani ni vigumu sana kumweleza mtu niliyemfahamu kama mkuu wa nchi, baba wa taifa, kiongozi wa Tanzania, lakini vile vile kiongozi wa Afrika. Kusema kweli, mimi nilikuwa mdogo vile vile wakati anaanza shughuli zake. Mwaka 54 anaanza shughuli zake, mimi nilikuwa bado sijaingia hata darasa la kwanza. Lakini nilipokuwa darasa la 5, nadhani la 6, ndio niliweza kumuona kwa mara ya kwanza katika umbali wa labda mita 100 hivi, akihutubia wananchi sehemu za Katoke karibu na mji wa Bukoba. Na baadaye nikakuja kukutana naye. Nimefanya kazi kama mwandishi wa habari. Nilipoanza alikuwa bado yuko madarakani, na baadaye nikaja kumfahamu nikiwa nje ya ulingo wa habari, nikiwa umoja wa vijana wa Afrika. Alikuwa ni mtu wa aina yake, alikuwa na haiba ya kuimpress watu, alikuwa na uwezo mkubwa sana wa kujieleza, na alitoa mfano wa maisha yake kwa watu wote waliokuwa wamemzunguka katika mambo mengi sana. Mojawapo ni uadilifu wake, kutopenda kujikweza, kujitutumua, kujiremba na mavazi ya gharama kubwa sana, kutembea kwa misafara ya magari 100, hapana hata kidogo. Mwalimu mpaka anaondoka katika uongozi, idhani kama alikuwa na magari zaidi ya 3, sana 4. Jenerali, Mercedes modeli ya mwaka 1970. Naam, Jenerali anamaliza uongozi wake. Kwa hiyo alikuwa ni mtu ambaye hata alivyokuwa akiingia kwenye mahala kama Africa Hall wakati wa mikutano ya OAU, wananchi waliokuja kusimama pale na kuwashangaa wakuu wa nchi wakiingia ndani, walikuwa wakipiga makofi anapotoka Nyerere ndani ya gari yake na kutembea. Mara nyingi wakati ule miaka 70 na 80,
alikuwa akipanda zile ngazi za Africa Hall kwa kutrot. Anafanya kama jogging kidogo. Jenerali, unajua nafahamu una mambo mengi na mimi na maswali kadha wa kadha. Majibu ningetaka hayo mafupi ili nifanikiwe kukidhi kiu ya maswali. Wewe umetaka mwenyewe nikueleza, sasa naambia nikatisha. Nimemaliza hiyo sehemu, nimemaliza. Sawa. Sasa kwa wasikilizaji wetu wametaja wale maadui watatu ambao katika hotuba yake Mwalimu wakati wote amekuwa akiwataja: umaskini, ujinga, maradhi. Pengine wakati huu ambapo tunamkumbuka miaka 63 tangu uhuru wa Tanganyika, wakati huo hali ikoje kwa wakati huu? Sasa hivi ni zaidi ya hao maadui watatu, unaweza kuongeza wengine 10. Kwa sababu ongeza hapo uongo, ongeza ubinafsi, ongeza ubabaishaji, ongeza sasa hivi katika nchi yetu utekaji wa watu, ongeza utesaji wa watu, ongeza matumizi yasiyokuwa na sababu ya mabavu ambayo ni ya kipolisi na wanajeshi. Ongeza yote hayo na mengine mengi unaweza ukayaongeza hapo. Haya mambo yalikuwepo hata wakati ule. Ila Mwalimu akiwa katika madaraka aliyakemea, hakuyavumilia wala hakuyapongeza. Sasa hivi ni kama vile hayo mambo yote yapo na mengine yameongezeka, halafu kuna watu ambao wanapenda kuyashangilia, kuyatukuza na kuyakubali kwamba ni njia ya kawaida ya watu kuishi. Lakini wapo viongozi wanayokosoa, hata sasa anasikika akikosolewa. Ni mara ya mwisho umesikia? Mimi nauliza maswali, Jenerali, mimi ndo mwenyekiti wa kikao hiki, sipaswi kuhojiwa. Mimi nakuuliza maswali. Kama umesikia sema. Jenerali, unasikilizwa sasa hivi na wasikilizaji wetu, lakini kuna Frederick Mbwambo. Huyu kijana kama wewe, wakati Mwalimu anaanza kufanya shughuli zake za kisiasa, ulikuwa chini ya umri, ulikuwa chini ya darasa la kwanza. Pengine ulikuwa hujaanza darasa la kwanza. Na huyu Mbwambo pia wakati Mwalimu anafariki dunia alikuwa chini ya, hakuanza darasa la kwanza, alikuwa chini ya umri wa miaka 6 wakati ule, mwaka 1999. Mbwambo, unanisikiliza wakati huu? Nakusikiliza vizuri kaka studio. Umemsikiza Jenerali Ulimwengu, na nitaka kujua kufahamu kwako, wewe unakumbuka nini kikubwa kwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere? Asante sana. Kwanza namsalimu sana baba yangu mzee Ulimwengu, na nimefurahi kuwa pamoja naye kwenye mjadala huu. Mimi kikubwa ambacho nakumbuka kuhusu Mwalimu, sikupata nafasi kubwa ya kufahamu mengi kwa kuona akiwepo, lakini nimepata nafasi nzuri ya kujifunza kupitia historia kwa watu ambao walikuwa wakati ule. Lakini nimekulia kwenye mazingira ambayo nyumbani mama alikuwa akimpenda sana Mwalimu. Kwa hiyo kulikuwa kuna yale mabango ya Mwalimu pamoja na vile vipeperushi ambavyo vilikuwa vina ujumbe mbalimbali za Mwalimu. Kuna ujumbe mmoja nilikuwa nikiingia ndani kila mara nakutana nao, umeandikwa uongozi ni kutoa si kutajirika, wa Mwalimu Nyerere. Kwa nilimfahamu katika mazingira hayo ya kujifunza kupitia historia. Jenerali, unadhani vijana wa leo kama Frederick alivyo wanamfahamu vyema Mwalimu? Manake kwa umri wake pengine na waliozidi kidogo ndio wengi wako katika madaraka, wengi wako katika sekta mbalimbali wanafanya kazi, na wewe umekuwa ukitathmini hali ya kisiasa, umekuwepo wakati huo, upo sasa na unaendelea. Tathmini yako? Wapo vijana, nadhani Frederick atakuwa ni mmoja wao, amejifunza kutokana na historia ya Mwalimu na wanamkubali kama kiongozi kutokana na hizo simulizi wanazopata kutoka kwa baba zao na kutoka katika makabrasha ya libraries na nini. Wapo ni wachache kwa sababu hatutii mkazo mkubwa sana katika mafundisho ya Mwalimu. Kwa nini? Kwa sababu tumejenga sasa jamii ya watu wa binafsi zaidi,
ya watu wa roho zaidi wa mali, ya watu wasiojali tena kutendeana haki. Kwa kweli jamii iliyopo sasa nchini ni tofauti kabisa na jamii ambayo Mwalimu alikuwa akifikiria kuiunda. Tumetoka kabisa katika reli ya mafundisho ya Nyerere. Tunafanya vitu vyetu. Tunafanya vitu vyetu vya kila aina, vya kushangaza, vingine vya kutisha. Kwa hiyo ndio maana hatuweki mkazo mkubwa sana katika kuwafundisha vijana wadogo maadili ya Nyerere, kwa sababu ukiwafundisha sana maadili ya Nyerere watafanya mapinduzi katika nchi hii. Jenerali, unavyozungumza kana kwamba Mwalimu Julius Kambarage Nyerere amekuwa mtu akifanya vitu vyote sawa sawa. Sasa wewe kwa vile umekuwa muda mrefu ukifuatilia, umekuwa katika siasa zake, unamsoma na umefanya naye kazi, hebu tueleze yapi ambayo unafikiri kwamba Mwalimu angefanya hili pengine wakati huu tungekuwa sawa? Amekaa madarakani miaka 23. Rushwa ilikuwepo wakati wa Mwalimu, nitakwambia hilo. Nimesema mapema kwamba sio kwamba mambo haya hayakuwepo, yalikuwepo, lakini aliyakemea. Na sisi tulikuwepo, tulijua, na tungeweza, kwa mfano kama mwanahabari, ningeweza nikasema wakati ule bado yuko madarakani kwamba hili si sawa, kwa sababu Mwalimu kanifundisha kwamba hili si sawa. Leo ukiangalia mambo yanayofanyika ambayo si sawa hata kidogo, wala si haki, lakini hakuna anayekemea, mpaka watu wanadhani kwamba hivi ndivyo inavyotakiwa iwe. Si bahati mbaya, ndivyo hivyo inavyotakiwa iwe. Mwalimu angekemea. Sisi ambao hatukuridhika na hayo mambo tulikuwa tukipaza sauti, na tunajua kwamba Mwalimu hatimaye atajua kwamba na mimi nilisema kwamba hili si sawa. Masuala kwa mfano ya wizi wa mali za umma, uporaji unaofanyika waziwazi, watu kujiingizia pesa ambazo si za haki hata kidogo. Siku hizi ni kama vile mapesa yanatoka wapi sijui. Mapesa yanafumuka tu. Unaona tu makasri yanajengwa, magari ya kufuru yanaendeshwa, na hujui utamuuliza nani. Wako watu wanaitwa sijui TAKUKURU na watu gani wanaweka matangazo mengi kwenye maredio, mpaka unauliza hivi hao ambao wanaonekana hapa nyewe hamuoni? Hii ni taasisi ya kukabiliana na rushwa hii. Ndio. Hamna kazi wanayofanya. Tuhuma hizo. Hamna kazi wanayofanya, kwa sababu kama wanafanya kazi basi rushwa imeisha. Manake rushwa tunaziona barabarani, lakini mahakamani hazipo. Rushwa ni mchakato, wakati mwingine hata wananchi mmoja katika maeneo mliopo mnapaswa kutoa taarifa, kushiriki katika jitihada hizi. Si taasisi moja, watu wako ofisini wakawa wanaona mambo yote. Hapana, sasa taasisi gani itafanya kazi hiyo kama vyombo vya habari vyote vimewekwa mifukoni? Mbona wewe unazungumza sasa hivi, Jenerali? Nani? Wewe unazungumza sasa hivi, unasikika Rwanda, Kongo, Burundi, Tanzania. Wewe umeambiwa kwa mimi ndio Tanzania? Nasema ni miongoni mwa waandishi wa habari wa Kongwe. Nasema mimi kuzungumza na wewe ndio nimekuwa Tanzania. Tumewazungumzia waandishi wa habari hapa. Sasa nakuuliza sasa, sikiliza, mimi nakueleza hali ilivyo. Hapo unaniambia wewe mbona unazungumza? Nakuuliza sasa swali moja, hebu nijibu. Mimi ndio Tanzania. Tunatolea mfano wa waandishi habari, umesema wamewekwa mfukoni na kazi nafanya. Mimi waandishi wa habari nimekwambia vyombo vya habari. Msipotoshe maneno ya watu. Sikiliza ninachosema. Vyombo vya habari vimeweka mfukoni. Vyombo vinaendeshwa na watu. Jenerali, tuondoke huko. Siku hizi watu wanasema wanafanya uandishi wa habari wenye kujenga. Uandishi wa habari kujenga maana yake nini? Nani alifanya kazi ya uandishi wa habari wenye kubomoa? Uandishi wa habari wenye kutoa suluhisho. Hebu tueleze kwamba mambo gani yanaweza kufanyika, kwa mfano katika hebu tafsiri hiyo, na dada huo kidogo nataka kusema nini? Nataka kusema hivi, watu wanapofanya uandishi wa habari
Manake sasa nimekuwa nahojiwa na wewe, wanafanya uandishi wa habari ambao unatoa suluhisho. Habari ndio kazi ya mwanahabari. Ni kudodosa, hata yule anayemdodosa anamuuliza maswali, ni kumuuliza na yeye maswali. Ndio wanahabari. Tunaye Fredrick Mbwambo, kijana huyu, na anakusikiliza na anajifunza mambo kutoka kwako. Fredrick, umemsikia hapa jenerali akimtaja Mwalimu na yale mazuri aliyofanya kwa wakati wake. Kwa wakati huu, kwa mtazamo wako, kwa sababu hukuwepo Fredrick wakati huo, yapi hakuna unavyotazama mwenye uwezo wa kutekeleza yale yaliyoachwa na Mwalimu, au viongozi kama wenye uwezo wake, unavyofikiri na unavyotazama kwa tafakari yako? Kwa namna ambavyo ninavyotazama na kusikiliza hotuba mbalimbali za Mwalimu, inaweza kusema Mwalimu alikuwa ni kiongozi ambaye aliishi maneno yake. Na kuna wakati alinukuliwa akisema kwamba anaweza akawa amekosea, lakini alikuwa mkweli wakati wote. Kwenye swala la maadili ya utumishi wa umma, kwenye kujilimbikizia mali, aliishi swala hilo kwa vitendo. Utakumbuka wakati ule nchi kidogo ilikuwa gizani, hapakuwa na vyombo vya habari wala mitandao kama sasa. Kwa kulikuwa kuna mazingira rahisi zaidi ya kufuja mali ya umma na kufanya ubadhirifu, na mambo hayo yakawa siri, lakini hakufanya kwa sababu alikuwa mkweli. Lakini leo viongozi wa kweli, wenye dhamira ile ya kweli kabisa ya kupigania nchi na kuwapigania wananchi, kulinda rasilimali na kuwa na maadili mema ya utumishi wa umma, swala hilo linapungua kwa kasi sana, na viongozi wamekuwa wakifanya tofauti kabisa na kile ambacho Mwalimu Nyerere alikuwa anaamini, kile ambacho alikuwa anakipigania na kusimamia. Taifa ambalo aliwaachia viongozi ambao wako sasa wengi. Nihitimishe kwa jenerali, kama ungelipata nafasi Jenerali Ulimwengu leo hii, ungependa kumweleza nini Mwalimu kifasihi kwa ufupi? Ningemweleza, kama ningekuwa na email yake, ningemweleza kwamba tunapata tabu sana kwa sababu sisi ambao tulikulia katika malezi yake, makuzi na uongozi wake, tunachoona mbele yetu ni giza kubwa sana, kwa mmomonyoko wa maadili, kwa uongozi, kwa tuseme uongozi, utawala ambao haujali kabisa hatima ya nchi, unajijali wenyewe na hatima zao na familia zao, na watu ambao hatimaye nina wasiwasi mkubwa sana kwamba wataingiza nchi hii katika hali ngumu zaidi kuliko tulionayo leo, badala ya kutuingiza katika hali ambayo ni bora, ina ahueni zaidi kuliko tulivyo hivi sasa. Hayo ndio maneno, hiyo ndio report ningempelekea Mwalimu. Nashukuru sana. Nashukuru sana Jenerali Ulimwengu kwa kushiriki katika mahojiano haya, na nikushukuru Fredrick Mbwambo, kijana, kwa kushiriki pia mazungumzo haya, na niwatakieni kheri, sio? Asante sana. Asante.